ni kikao cha hoja nyumbani mwa hoja zote muhimu, pale ambapo huwa tunaangazia sera, tunaangazia siasa, tunaangazia jinsi mifumo ya siasa na shughuli zake zinaendelea humu nchini na ikibidi katika mataifa ya kigeni. Jina langu ni Liz Mutuku. Kuanzia sasa hadi saa 3 nitakuwa nawe na wageni wangu studioni kuangazia yale ambayo yanaendelea katika kaunti zote 47 na zaidi katika ulingo wa siasa. Yapo mengi zaidi. Je, wewe umesikia kipi? Yote hayo tutadadisi, tutachanganua, tutaangalia kulikoni, na pia tutakupa nafasi kuwasiliana nasi kwa 24047 ama 24047, na pia utakuwa ukizungumza nasi kwa 0783 047047. Pia nambari nyingine ni 0793047047. Kauli yako huwa nasema ni muhimu sana na inakubalika katika kipindi hiki, kwani hapo ndio tunaweza kusikia jinsi shughuli zinavyokwenda. Na by the way, ni siku ngapi? 363 kuingia uchaguzi wa mwaka 2027. Yes, ni umenisikia vizuri, we are counting down. Chini ya mwaka mmoja, manake any day, siku moja ikipungua kwa siku 365 inamaanisha kwamba tumeanza kuangalia siasa kwa mtazamo tofauti. Are we together? Wakati ambapo tunaangalia siasa kwa mfumo tofauti, ninajua yapo mengi wakati ambapo tunaelekea katika uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2027. Na la mno, swali kuu linasalia iwapo tupo tayari kama taifa. Wakati ambapo muda unasonga, kila dakika, kila sekunde, na kila wiki na kila mwezi, kila siku tunapokaribia, tunasalia na maswali kuhusiana na utayari wa IEBC, tume ambayo ni muhimu kwa uchaguzi huu ambao ni uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Maswali yapo kuhusiana na utayari wenyewe. Najua IEBC ilikuwa imesema inataka 74 billion ili kuweza kuandaa uchaguzi huru na wa haki. Lipo swala linalotoka kwa Wakenya na pia washikadau mbalimbali kuhusiana na uchaguzi wenyewe, mifumo ya kupiga kura. IEBC mwenyekiti wake Erastus Ethekon alikuwa ameibua maswali kuhusiana na the environment ambayo tutafanyia uchaguzi mwaka 2027. Wakati tunazungumzia mifumo ya uchaguzi, ni pamoja na zile mbinu ambazo zitatumika kupiga kura. Kuna swala la register. Kila siku Wakenya wanakuanga na theory. Sio Wakenya tu, bali pia washirika katika uchaguzi. They have a new theory kila siku kuhusiana na uchaguzi wenyewe, jinsi shughuli itapigwa, na ni akina nani ambao wapo kwenye register yenyewe. Tumekuwa tukitumia Kimskit. IEBC nakumbuka wakati mmoja wakifika mbele ya kamati ya JLAC, walikuwa na mambo mbalimbali ambayo walisema kuhusiana na kufikia sasa the Kimskits ambazo wako nazo na zingineo. Kuna pia kampuni ambazo zinapewa tenda. Haya yote yanaletwa na donda ambalo ni kubwa zaidi la kutoaminiana kama taifa. Inaitangwa trust deficit. Ni kitu ambacho tunacho kama taifa la Kenya. Lakini ni kukumbushe leo, Rais William Ruto amezindua rasmi mazungumzo. Mchakato wa mazungumzo na mashauriano wakati ambapo tunaelekea katika Vision 2060. Katika mkutano wa leo kuna mambo ambayo yamejitokeza na tunataka kukua kama Singapore for example. But why is it as a country hatujakuwa kama Singapore? And what could hinder ili taifa ama linaweza kuzuia the country kutofikia kwa Singapore? Walikuwa washikadau mbalimbali katika mkutano huo. I got a moment kusikiza washikadau mataifa ambao watu wamekuwa
na wale ambao ni wana uchumi, viongozi wa kisiasa, viongozi wa kidini, wana habari. Nilisikiza watu wengi tu, lakini there is something I captured from Daktari Oburu Oginga. Yes, Mr. Powerman aliuliza a very critical question. Tunataka kwenda Singapore, lakini tukitaka kwenda Singapore, ni kipi ambacho kinatuzuia tusifike Singapore? It's corruption, one of the greatest problem we have as a country. Rais William Ruto alisema kitu ambacho pia Wakenya wanachanganua na kuchanganua mitandaoni. Na hiyo sitaki niseme useme Liz, wewe Liz ni uongo, umetafsiri, hakusema hivyo. Unajua hapo nyumbani pia nyinyi mnakuanga na theories zenu, which is a beautiful thing. So nataka nicheze sauti yenyewe ndio wewe pia ukuwe mwamuzi pamoja na mimi. Rais William Ruto alisema nini kuhusiana na hilo? Ni kauli ambayo natafuta hapa. Nipe dakika moja, wakati ambapo ninasema studioni tayari ninaye Seneta Hamida Kibwana. Karibu sana studioni mheshimiwa. Asante sana. Umekuwa namna gani? Niko sawa kabisa. Nimekutafuta kwa wacha tu nisiambie wananchi. Wacha nisiwaambie wananchi. Lakini nitaanza kwa kuuliza, nikitafuta sauti ya Rais William Ruto. Okay. What do you think of Vision 2060? Kuna wale wanasema it's a good idea, lakini pia kuna wale wanasema ni siasa tu, hawaoni mahali ambapo tunaelekea. Vision 2030 inakuja kukamilika, and it's a beautiful thing to have another vision, but kuna wale pia wana question timing. What are your thoughts, ama mafikirio yako ni yapi kuhusiana na huu mchakato? Kusema kweli, kwa Vision 2060, yes, dadangu Liz, nafikiria mpaka tujiulize inalenga nini. Na nimesikia watu wengi sana wakisema hile vision tulikuwa nayo 2030, yes, lazima tulikosea mahali. Kwa hivyo lazima tuangalie kwa ujumla, inatazamiwa kujenga Kenya kivipi. Yes. Kwanza Kenya ni taifa lenye kipato cha juu. Kwa hivyo lenye uchumi wa ushindani duniani. Kenya ina viwanda na manufacturing yenye uwezo mkubwa wa kutengeneza ajira. Yes. Kwa sababu nakumbuka tulikuwa tunajua by 2030, yes, vijana wetu watakuwa kazini, Kenya itabadilika. Kila mara tukitengeza Vision 2030, yani tunajua hata bado iko mbali kufika. Na kitambo hiyo ikifika tutakuwa tuko sawa. Yes. Lakini angalia mpaka sasa. Lakini nitasema Rais Ruto at least ameanza kuleta hiyo vision. Hii ya 2030. Yes. Kuonyesha at least kuna dalili kubwa. Imeanza kuonyeshwa kuwa tunaona mabarabara. Juzi tukienda njia Naivasha, tunaona hiyo barabara yote inatengezwa, inakuwa expanded. Then unasema hapa at least kuna mafanikio kidogo. Yes. Lakini sasa tunauliza sana hii 2060 na miundo mbinu gani hiyo ya kisiasa? Barabara, reli, nishati, maji na dijitali infrastructure. Kwa hivyo hizo zote, ina afya bora na universal access to quality, na kilimo chenye tija na food security, ina social justice, equality na inclusion, bila mtu au eneo kuachwa nyuma. Kwa hivyo sasa hii ndio tunafaa kuangalia kama kuna mistake yoyote tulifanya kwa 2030. Yes. Then sasa tumepatiwa nafasi ya 2060. Na mimi nikiangalia, mimi Liz, usahau nilitoka mimi tumekuwa ODM. Yes. Na kusema kweli hatukuona kitu ile sisi kama opposition tulikuwa tunachapa government. Lakini saizi ndio naangalia wisdom ya baba.
inasema hii nchi ni yako tu. Tukiichapa tulikuwa tunabeba masufuria kwa kichwa na kila kitu na kusema tuna njaa, lakini ni kitu gani tulikuwa tunataka kufanya ili tulikuwa tunaonyesha ubaya tu ya government. Lakini baba akasema, kwa nini tukae nje ya government kwa hii miaka 5? Ili kwa nini tusiingie sisi kujenga hiyo nchi? Na kusema kweli, tranquility ilikuja baada tumeingia na Rais Ruto, yani kuanza kazi inaanza kuendelea. Na vile tumeshikana pamoja, now I can see the vision. Are you saying kwamba mlikuwa mnapinga government kukiwa hakuna kitu cha maana ambacho mlikuwa mnaangazia? Yes, that's amkuwa na agenda. Of course tulikuwa na agenda. Lakini sasa tunasikizwa. Umenielewa? Ya kuwa unaweza kuwa na agenda, lakini if you don't share that agenda, lakini ni kugonga, kupiga tear gas na kufanya kitu chochote, then definitely haito. Are you saying kwamba baba hii opposition yote alikuwa anafanya haikukuwa na kizuri chochote huko ndani? Nasema kizuri, it was one of the best. Because ilikuwa inaeka government on toes. But sasa nyinyi wote mkiwa pale ndani ya government, then if everyone, to assume kila mtu angekuwa hapo ndani ya government, then who would be asking the tough questions zenye Raila Odinga alikuwa anauliza na wengine? Kwa sisi kuwa na government ni kupeana nafasi kwa kila upande yoyote ili kujenga hiyo taifa. Okay? Yes. And I'm not saying opposition is a good thing. Opposition seriously na rais lazima yeye pia anachukua positive. Na that's why akawa amesema, Rais Ruto juzi alitueleza, akasema mimi sio tu kuwa mumeona 2 years ago ama baada ya baba kufa ama kabla hiyo nilichukua experts ndio nimemengage baba. Nilimengage baba immediately nimepata urais ili tuweze kufanya kazi pamoja. Kwa sababu tulimuona ndio mwenye hekima na alikuwa na ujasiri mkubwa. Liz, hizi mabarabara zote zinatengezwa. It was courtesy of engineer Excellency Jacom. Na uzuri ni kwa sasa they're being implemented. Wewe jiuliza alitengeza miaka mingapi hii, lakini of which ilikuwa haikuweza kunini, lakini sasa tunaona mafanikio. Ni kuwa now the promise of tomorrow is coming to pass. Mimi nitasema hivyo kidogo. Progress kidogo bado kwetu ni kubwa sana kuweza kusema. Nakumbuka tulipinga kweli expressway. Na tukasema expressway nini haiwezekani kila kitu, na hii mambo ikapelekwa kotini. Lakini sasa nani wanaenjoy hiyo expressway? Are you admitting kwamba zingine mlikuwa mnapinga lakini zilikuwa za manufaa? Hiyo ni lazima. Kwa opposition ni lazima. Unaona kitu lakini unajua ukiongea sana unawaambia tengezeni hii zaidi. Kama hatukufanya hivyo hizi barabara zingekuwa wapi saizi? Na hapo ndio nauliza. Wengi wa Wakenya wanashangaa kwa nini tukimbizane na a new vision wakati ambapo yenye tuko nayo bado haijakamilika? Kwa sababu new vision is new vision. I mean you must strategize. Lazima uangalie mbele. Ni kitu gani tunataka huko mbele? Ni kitu gani tunataka hata sisi tukiondoka hapa duniani watoto, wajukuu na nani wao watafaidika. Na nakubaliana na kinara wangu Daktari Oburu akisema, lakini show us the way. Hamkutuonyesha ni njia gani tutafika. Amezungumza lakini hakutueleza ni njia gani tutaweza kufika Singapore. Na hiyo Singapore kwa nini hatukuweza kufika? Unasema tumepiga ama tunahitaji a new vision is needed, lakini wengi wanauliza about taking stock ya kile ambacho kimetendeka katika Vision 2030 kabla tuendelee mbele. Baadhi ya yale ambayo tulichukua vizuri tukaona yako sawa, yale ambayo tuliafikia ni kama yepi, yale ambayo hatukupata ni kipi kilitendeka. Have we taken stock of this? To be honest, nakubaliana na wale walisema kuwa tulikosea mahali kwa 2030. Lakini maoni yangu ni kuwa saa zingine kuwa sisemi maji yakiwa yakimwagika, lakini nasema hiyo ndio itakuwa measurable steps yetu ya Vision 2060. Kwa ujumla inatazamiwa kujenga bado nilisema Kenya kivipi. Kuna swali muhimu saa zingine
Kwa maoni yangu Vision 2060 haipaswi kuwa document nyingine nzuri tu ya serikali. Yes. Lakini inafaa kuwa inashughulikiwa baada ya uzinduzi. Na inapaswa kuwa na vision, yani measurable targets. Na implementation sana Liz, pale tunakosea ni implementation na monitoring na accountability. Ni kuwa tuseme zote zimekuja, then ni nani ana make sure all the implementations, na hiyo ndio nakumbuka tukiwa kwenye kikao nikamwelezea Rais Ruto kuwa hii implementation team na monitoring ya accountability lazima iwepo kwa kila njia. Kwa sababu hiyo ndio huwa tunakosa. Yes. Tuko na document nzuri lakini haina hatusaidii kama tuko nayo on paper. Yes. Na pia ningependekezwa pia kuwa na milestones za 2030, 2040, 2050 na hiyo 2060, kwa sababu lazima tukae tukijiangalia. Tukifika kama ni 2030 unasema tumefika hapa, tumefanya nini? 2040 tuendelee, lakini sio tuseme 2060 bila kuangalia in between, katikati tumefanya nini, ili Wakenya waweze kupima kama nchi inaendelea au la. Kwa mfano, ikiwa tunasema Kenya itakuwa high income country ifikapo 2060, lazima tujue hiyo GDP inaelekea vipi, per capita, ajira, depth to GDP. Yes. The poverty levels, electricity access, healthcare, education na hayo mambo mengine. Hata pila ya politics. Ndio, bila politics. Na kile kilinifurahisha ni kuwa huko Naivasha tulikuwa na cabinet, waziri wetu wa treasury. An expert. Alitueleza, one by one, issues by issues, how so far Kenya imeendelea. Na tulirealize kuwa hiyo GDP per capita na kila kitu, kusema kweli Kenya imesonga mbele. Nitakuuliza maswali kuhusu Naivasha pia, manake najua kulikuwa pia na siasa za aina yake. Wabunge wa UDA wakaamua pia wao wanataka power. Ni siasa. And also katika Vision 2030 one of the pillars ilikuwa political pillar, ambayo ingehakikisha kwamba baadhi ya mambo yametekelezwa. And we are political nation. Tunamalizanga kura leo na kesho tunaanza kura. Na kuna kitu ambacho nilikuwa nimesema Rais William Ruto alikuwa amesema, na ambacho huku mitandaoni is not sitting well with Kenyans, especially katika swala la constitution miongoni mwa mengine. Lakini niruhusu nikuulize, katika hili swala la Vision 2030, Rais William Ruto leo nimemsikia akisema we have made it, we have moved, at least tuko hapo karibu na 90% katika masuala ya utekelezwaji. Ila nikawa nikijiuliza, rais, sio tu Rais William Ruto, wengi wanakaa kudeviate katika visions. Tunaunda visions, lakini unapata huyu rais anataka mpango wake ambao utakamilika na hautakuwa saa zingine aligned to the vision. Na ndio kajiuliza, kama sio Rais William Ruto ama rais mwingine ambaye atakuwepo, ni kitu ambacho kinaweza kufuatiliwa pasiku kwepa. Maana mataifa yaliyoendelea, utakubaliana kama wanaweka vision, whether you are president or not, itaendelea. Why are we not there? Liz, according to me, mimi nasema katika haya mambo ni kuwa tusizungumzie tu nani atakuwa rais. Tuzungumzie na hawa pia wote exactly wanania ni kuwa Kenya tunataka iwe wapi mwaka 2060. Lakini sio nani atakuwa rais. Na tutafikaje hapo? Na nikiangalia kwa mtazamo, tuseme kwa seneti ODM, naweza kukupa mapendekezo kidogo, ya ODM inapaswa kupeleka Kenya Vision 2060, yani kivipi, na consultations, ikilenga tuseme vijana, wanawake, devolution, afya, ajira, elimu, uchumi na inclusivity. Sisi wote tunakuwa aligned. Exactly. So kwa sasa Liz, kitu kile kinasikitisha ni kuwa Kenya already saizi iko kwa mood ya siasa. Kweli tuko na mwaka mmoja
Yani tunasikitisha ni kuwa na Wakenya na wao pia wanachochea kuwa ndio ni siasa, kwa hivyo tuanze kupolitik. Lakini can you imagine watu wameacha kufanya kazi, wameingia siasa. Na unaona kila mtu yani damu inampanda kila mahali ukikaa ni mambo ya siasa. Na imagine hakuna hata parliament ukiangalia sisi wabunge tunashikiliwa, hata nyinyi mnashindwa. Tunashindwa kwa sababu wa Kenya wanakuambia hapana, njoo siasa, njoo tufanye hivi, lakini hawaulizi ni vitu gani vinaendelea. Hello Liz, ni Adama Johnston Malava Cabras anasema niko na my wife na tunafurahia zaidi, ninapongeza kipindi. Mwingine anasema hello Liz, ninafurahia jinsi ambavyo mambo yanasonga. Kuna mwingine anasema Moriasi Rwaza ya 2060 sikubaliani nayo, hapa mbali sana. Wacha serikali inifurahishie na kwa kumaliza ufisadi kwanza, na nafuatilia kipindi nikiwa kule Nyamira. Wacha niingie Facebook nione mmesema nini. Sasa nani atakuwa kwa hii uchumi ya must go? Huyo ni Crown Koli. Nasema hapana. Nilikuwa nimeuliza hili swali kabla mniulize we Liz unasoma nini hapo. Nilikuwa nimeuliza je, unakubaliana na mazungumzo ya kitaifa kuhusiana na Vision 2060? Martin anasema bora madaktari warudishwe kazini, mimi sina shida. Huyo ni Martin Clear. Kuna mwingine anasema MC Aklefat anasema Liz, I don't agree. Hakuna mazungumzo tunahitaji. What we need is accountability and service delivery, not propaganda of Vision 2060. What we need, tupewe kazi. What we have currently ni poor graduates marching everywhere. Alex Mulu kutoka Kitui. Jamani Kitui, hiyo upuzi itakuwa wapi 26? We Dick, ndani amekuambia ni upuzi. Kama unaandika vitu zenye unajua you are demeaning whatever we are saying. We can disagree or agree, lakini tuko na mazungumzo na lugha bora. Umewahi sikia nikisema president hapa yote ni mtu wa aina gani? Wewe wacha mchezo. Sasa hii mazungumzo ni ya one term. Wewe umesikia one term wapi sasa Githinge? Wacha mchezo. Mnisaidie WhatsApp number nitakupea. Mwingine amesema do I need to read this? Kwa kuwa umeweka highness sitasoma hiyo comment. Wacha nianzie. Sometimes they are not complaining because the lion is weak, but because the lion has started guarding the jungle. They are those who are benefiting from the jungle disorder will always complain when order returns. Sometimes the complaints are proof of the jungle is finally being protected. Kumbe ulikuwa na good analogy. Anaitwa nani huyo? Anaitwa Washe. Nimekusikia KRG. Mwingine, mimi nakubaliana na hiyo Vision 2060. Ikiwa inalenga kujenga taifa lenye uchumi imara, huduma bora za umma, ajira kwa vijana na teknolojia miongoni mwa mengine. Hayo yote umewasikia Mheshimiwa Hamida. Na wameangazia kusema kwamba wanataka miundo misingi bora, wanataka afya na wanataka elimu. Ndio maana kwao wanataka kuona kama vision. Kauli yako kuhusiana na hao wa Kenya wengi? Nafikiria Liz nimezungumzia hayo mengine. Lakini kuna mzee mmoja amenigusa kuzungumzia mambo ya education. Na yeye kwa hiyo nilikubaliana naye 100%. Yes. Ya kuwa ningependekeza kuwa Kenya ilenge free and quality education from early childhood to secondary school. Ambapo ECD pre-primary elimu iwe bure na yenye ubora katika kila county. Kwa primary elimu vitabu muhimu, learning materials na msingi wa digitali learning zigharamiwe na serikali. Yes. Kwa secondary iwe fully free bila mzazi kulazimika kubeba hiyo mambo mengine, na hizi levies zinazofanya elimu ionekane si bure. Mambo ya TVET pia mimi nimezungumzia sana. Ukiangalia Liz, nafikiria umewahi kuona statements zangu nyingi. Yes. Inashika kwa elimu, inashika kwa health, inashika kwa vitu vingi sana. Na kwa TVET pia nimezungumzia kwa vijana wapate mafunzo ya ufundi na technical skills bila tuition fees kwa wanao
stahii you know, kupata university pia kuwe na free, nearly free higher education, you know, kwa wanafunzi kutoka familia zenye zile hazina uwezo ama uwezo mdogo, pamoja na mfumo wa scholarships na grants. Na hilo ndilo kitu ambacho ama ndicho kitu ambacho Kenya inasema, Wakenya wengi wanasema that is what we need for now, even as we are crafting visions. They might not agree kule mbele tunaenda, but they need solutions katika haya mambo. Na nakubaliana, kwa sababu nasema kama hiyo free education bila financing ya kutosha inaweza kushusha quality. Yes. Kwa hivyo hii Vision 2060 inapaswa kuambatanishwa na hizo free education na vitu vingi sana. Yes. Lakini bado nasema ni kuwa tuwe na sio tu Vision 2060. Lakini tunasema tukishafika 2030, Mungu akipenda na kituweka hai, lazima tuangalie sasa, you know, tumefika wapi, tumetoka wapi na tumefika wapi. Twende 2040, yes, you know, so far iko wapi. Twende 2050, imeenda wapi. Lakini hatuwezi kusema tu Vision 2060 without you know, kuna accountability na kuwa na monitoring. Umesema accountability, monitoring. Lakini Wakenya wengi pia wanatashwishi katika swala la involvement ambayo ni dialogue. I don't know, ni kwa kuwa tumetoka katika kuzungumza mara nyingi na hawaoni kile ambacho kinatendeka, ama tunakuwa na very many documents lakini they don't see implementation, and therefore anytime, hata kama ni genuine conversation, wanaona ni kama story nyingine ambayo wanaenda kupigishwa kipindi then ikose kutimizwa. Mimi Liz, nakumbuka hata ile wakati wa BBI nilikuwa involved kwa BBI, lakini nilisema you have a very good document, without implementation haiwezekani. Mimi yani leo nitasema ningekuwa rais, ningeshika kiboko niseme implementation team hiyo, angalieni inafanya nini kwa sisi kuweza kuachieve hiyo goal. Hiyo kusema kweli ndio weakness ya sisi wa Kenya. Ni kuwa tunazungumzia mengi, lakini yani kwa hiyo utendaji ya kuweza kuona pia imefanyika, haifanyiki. Na vile tena tunasema kweli pia kinara wangu amesema mambo ya corruption. Kwa sababu leo barabara unapatiwa, lakini barabara inafika nusu na pesa zimekwisha, zile we mwenyewe ulikubaliana nazo. Kwa hivyo sasa tutaachieve vipi hiyo corruption? It is in us, you know, wa Kenya. Na unajua nilikwenda Morocco juzi nikaona kuwa it is only the Moroccans, hakuna wa China, hakuna watu gani wale wenye kuimplement hizo vitu. Moroccans wameturn one of the cities, the old city, into a new city, na ni wao wenyewe wanajenga, na ni wao wenyewe wanafanya kila kitu. Liz, Morocco ukiangalia, yani seriously value for money, yani utafurahia sana. Lakini hapa kwetu there was a time hayati Raila Odinga alisema na akanyosha kidole cha corruption kuanzia pale bungeni. Akasema hapa nina shida na nyinyi. Akakwenda kwa magavana, akasema na nyinyi pia siwezi kuwasaza. Akakwenda kule mahakamani, akainua kidole chake pia akasema nyinyi. Nakumbuka aliita juri pesa na watu wakakasirika sana. Mungu aendelee kuilaza roho yake pema palipo na wema. Lakini wakati ambapo tunazungumzia haya yote na tunasema corruption, who are those corrupt people? Karibu sana FCPA Omolo. Ni swali ambalo nimekuwa pia nikitaka kujua ni nani huyo. Maana ukikuja kwa Wakenya watakwambia kuanzia hapo juu. Ukikuja kwetu sisi kwa viongozi watasema hawa ndio wanatusababisha. And then you're left wondering. Na leo nilikuwa namuelezea Hamida na Wakenya nikawauliza maswali pale. Wengi hawataki hata kusikia. Wengi wa wale wanaona wakiandika pale. Kuna wale wanasema yes, it's a good vision. Lakini ni kwa kuwa wanahisi kwamba imekuwa story, remain story. Tumezungumzia implementation. Every day we come up with a very beautiful document. Tunaleta kwa umma, tuna exchange kwa umma, kila mtu anashika yake. But when it comes to implementation, yabakia pale. Secondly, even as we are crafting kuelekea kule Vision 2060, wengi wa Wakenya wanajiuliza Vision 2030. Ikipi ambacho tumeona? Leo wameambiwa tumepata A, lakini ukiwauliza hiyo A iko wapi? Wapi? They are not seeing. Asante sana kwa mwaliko.
Naweza sema ya kwamba nimefurahia kukuiba kutoka upande huu wa pili. Nadhani ile ambayo tumeambiwa leo ni mambo ya ruwaza ya maisha baada ya mwaka wa 2030. Lakini pia tumepewa report card. Ni vipi ambao Vision 2030 imefanya. Yes. Na Vision 2030 ilikuwa na nguzo kama 4. Nguzo ya kwanza ni ile ya kisiasa. Political pillar. Na imepewa 88.2. Na ukiangalia wewe, kulingana na wewe, kwanza hata kabla tuende hizo pillars zingine. Siziko. Tumeachieve hizo vitu zenye ziko kwa political. Katiba mpya iko political pillar. Zile sheria tumeleta ya ugatuzi iko political pillar. Mambo ya political parties sasa kupewa fedha kutoka kwa hazina ya nchi, hiyo iko kwa hiyo pillar. Twende the next pillar. Maana najua muda unanikimbiza pia. Pillar ya pili ni ile wameita enablers ama foundational enablers. Yes. Na hapa ndio mambo ya kuhakikisha kwamba infrastructure iko namna gani, mambo ya digital transformation tumefika wapi, mambo ya kusambaza umeme umefika wapi. Hiyo kuna 66%, 61%. Kuna 39% bado haijatimika. Ya tatu ni nguzo ya kijamii, social pillar, 59.5. Na hiyo ni mambo ya kuhakikisha kwamba mambo ya masomo, CBC inakuwa namna gani, TVETs inasapotiwa namna gani, mambo ya universal health coverage, mambo ya afya, mambo ya affordable housing. Yes. Hayo yote yako hapo. Na hiyo ukiniuliza nadhani social pillar. Na mwisho ni economic pillar ambayo haijafanya vizuri. Na economic pillar sasa ndio mambo ya ama nguzo ya uchumi. Na inasemekana ya kwamba ni 55% ambayo kamilika. Na tunaona ya kwamba mambo ya industrialization haijakuwa vile ilikuwa inahitajika. Tulikuwa tunatarajia ya kwamba manufacturing ingekuwa inachangia karibu 15% ya ile mapato yetu kama nchi GDP. Bado tumekuwa 7%. Kuna yale mambo yanahusika na kazi, watu kukosa chakula, hali ya uchumi haijakuwa sawa. Mambo ya deni imetuzingira, tunalipa 1% sana, fedha zetu zinaenda kulipa madeni. Kwa hivyo hapo naye tuko na shida. Na hapa ndio Wakenya wana feel the heat, ama wanasikia ni kama hakuna chochote kimefanyika hapa kwa economic pillar. Manake hapo ndio watakuambia ninataka chakula, ninataka elimu. Wamemsomea Hamida hapa kidogo kwa simu sana. Wanamwambia tunataka elimu na tunataka health sector ambayo inafanya miongoni mwa mengine. Ukituambia hizi zingine zimefanya kazi bila hii, wanakuambia ni bure. What are we doing? Hakikisha kwamba hii economic pillar inakuwa better. Nadhani hata economic pillar kuna yale ambayo yamefanyika. Ni kweli, lakini unaweza ziita tuseme kama macroeconomic indicators. Zile micro ya kufika kwa mtu binafsi kijamii. Sasa hapo nakubali kuna changamoto, lakini tuseme kama hivi karibuni ile interest ambayo unaweza tozo ukitaka kupata loan kwa bank, naona kidogo imepungua. Niruhusu endelea. Ninajua nikiendelea kwa hiyo kitu Wakenya watanipiga. Maana leo nilikuwa nimewaambia pia tutaangazia mawili matatu katika swala la uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2026, na ninaona nina dakika 20 hivi. Mheshimiwa Hamida, Mheshimiwa FCPA Omolo, tukiangalia katika mwaka huu mmoja, manake today ni siku ngapi walikuwa wameweka hapa? 363 I think. And we are counting. Lakini tukizungumzia uchaguzi huu, manake kila Hamida ameniambia leo ukiingia bunge unaona ni kama uchaguzi uko kesho. Manake kila mtu is on the run, akienda kutafuta ni namna gani litajipanga. Lakini nikawa nikikumbuka pia IEBC ni nguzo muhimu katika uchaguzi ambao tunaelekea. The environment ambayo tunafanyia uchaguzi, it's very critical. IEBC the other day walilalamika na wanalalamika kuhusiana na mahali ambapo tunaelekea, na jinsi ambavyo wanalalamika pia viongozi kutoka pande zote za kisiasa hawajaonyesha nia ya kutone down, kuruhusu kuwa na very beautiful environment ya kufanyia nini uchaguzi. Are we really even ready, Mheshimiwa Hamida? Niacha nikuulize hilo. Nyinyi ndio wenye kusema hii jinsi ambavyo kesho tutachaguliwa.
Kusema kweli, ni kweli mi nakubaliana na, unajua mi niliwahi kufanya kazi na ECK before. Yes. Kwa hivyo naelewa kiundani mambo ya uchaguzi na kila kitu na kujitayarisha kwa uchaguzi. Na kusema kweli, kujitayarisha kwa uchaguzi haitaki haya maswala vile tuko kwa sasa. The way we are as a country. Na yani nakwambia siasa ni kama kesho. Kenya. Ukiamka ni kama tunachaguana kesho. Ni kama watu watakwenda kupiga kura kesho. Kwa hivyo IBC na wao pia wanapata, nitasema kizungumkuti ama ile pressure inakuja zaidi. Lakini IBC wanafaa kuwa na uhuru wao, na isiingiliwe kisiasa. Na hizo, tuseme, kwa sababu sasa tunafaa hata Wakenya kusema wacha IBC wao wenyewe waweze kuwa wajitayarishe, wawe na nafasi yao, waangalie kuwa wako na uwezo wa kifedha, register ya voters kama iko vizuri, manake hiyo ndio huleta shida zaidi. Iwe sahihi, safi, salama, na iweze kuwa na uhakika. Kimskit, umezungumzia mambo ya Kimskit. Yes. Kwa hivyo Kimskit nafaa iwe tested, kisiasa, iwe na nafasi ya kuweza kunini, transparency, vyama vya wananchi, washirikishwa na wao pia waweze kuwa, katika kuchukua hatua muhimu, za uchaguzi. Lakini credibility also of elections inaanza pia na sisi. Tukianza hivi, credibility elections itakuwa vipi? Matokeo ya kukabiliana na kukubali kwa sababu, mchakato umeaminika, tumewapatia nafasi gani? Lakini wanalia, lakini wamepewa majukumu na mamlaka ambayo inastahili. Kama ni kupee kisu utumie kukata nyama, kisha uanze kuniambia Liz, unajua hii nyama ni kama naona iko na mabonde, ni kama naona Liz, mimi naomba hapo ni kujibu swali na vile ulikuwa umesema kuwa unajua shida ya Kenya bado huwa ni vipi. Imagine kuanzia uchaguzi, IBC commissioners wamechaguliwa lini? Ni mwaka huu? Inafaa miaka miwili kama sasa. Imagine ile itatupita ni kuwa hii boundary, exactly, hatuwezi kufanya. Na Liz, yani hiyo tunafanya nini? Of course kuna mahali kuwa watu wengine wataumia, lakini kila mara unakuta nchi hii ya Kenya uchaguzi utakuwa, wale watume wa uchaguzi, makomishna na chairman wataondolea, wengine waingie. Kwa hivyo wao wenye hawana nafasi ya kupanga uchaguzi ya kutosha. Lakini leo Liz, mwaka moja uweke new commissioners, useme na wao lazima wata-implement. Seriously, I even pity them. Walisema they can work. Yes, they can. So if they can, you see, that's what much is given. Of course, much is. Thank you. Niruhusu niende hapa kwa FCPA Omolo, kisha nirejee kwako hapo kwa election ni mimi na nyinyi. Na bado tutaendelea kuzungumza, manake kabla tufike uchaguzi sijui nitakuwa nimewaita mara ngapi, Mungu nijalie. Niruhusu nirudi hapa. IBC wa Kenya wanashangaa wakati ambapo wanawaambia in the current environment hatuwezi kuenda uchaguzi. Ni maneno yake Ethekon. Anasema environment yenyewe lazima ikuwe enabling ili wao kuweza kuandaa uchaguzi. Unawakubalia, maana ni binadamu. Lakini wanajiuliza wa Kenya, what is it they are not doing as well? Nadhani IBC wamefanya kazi nzuri kulingana na mimi. Manake wamesimamia zile uchaguzi ambazo tumekuwa nazo, hizo by election. Yes. Na mambo ya kudhibiti usalama sio kazi ya IBC, ni kazi ya polisi. Lakini ukikumbuka kwamba tumekuwa na by-election pale Olkalau, raia wenyewe wanaangalia magari ya polisi wakiwafurusha nje. Hiyo ni mazingira gani? Ni kwa nini raia hawana imani na polisi? Sasa hayo ni mambo ambayo wanasiasa wajibu. Lakini pia tujiulize ya kwamba ni lini mwanasiasa ambaye ameshindwa kwa uchaguzi alikubali ameshindwa? Ni ngumu sana. Ni kama ngamia kupita katika ile shimo la sindano. Kwa hivyo wanasiasa pia wanachangia pakubwa kwa ukosefu wa, tuseme, wananchi kuwa na imani na tume la uchaguzi. Kwa hivyo ni viongozi wa siasa kutoka pande zote wahakikisha kwamba hao wenyewe wawe na lugha ile ambaye inaleta amani kati ya wananchi. Manake kila siku wakiamka
ni kutwanga IEBC. Sasa IEBC pia ni tume imechaguliwa juzi. Sasa lazima pia tuwape nafasi wafanye kazi, wapewe zile fedha ambazo wanahitaji ili wathibiti uchaguzi kuwe sawa. Lakini wanasiasa, na waomba tafadhali, yale matamshi yenu ya kuchochea nchi sio matamshi ambayo inaweza leta mazingira nzuri ya kufanya uchaguzi. Manake sasa wakati umeshambulia IEBC, umechochea mwenzako, mnataka kupigana, mnasema wengine wasikuja wa campaign hapa, kila siku ni vita, kuna mambo siji guns hapa na pale. Sasa hiyo ni mazingira gani? Na hapo ndio Wakenya wengi wanajiuliza hivi, FCPA na Senator Hamida, kuhusiana na hili, why is it so hard for IEBC to come up with a framework? Maanake wanasiasa umesema ni watu very hard to tame, lakini kuna tume moja wanaogopa ambayo inaweza kuwafungia nje, na IEBC na mamlaka ya kusema endapo hili litatendeka 1, 2, 3 we will not allow you to be on the ballot. Sheria. Na pia wamepewa hilo mamlaka. Unasema pia polisi wao they should work pamoja kuhakikisha pia maneno ya wale ambao wanavuruga uchaguzi yanatatuliwa. Who is holding them back? Ni kweli kuna sheria wanaweza tumia, lakini pia tukumbuke ya kwamba sheria ya Kenya inasema kwamba hata IEBC kuzuie, bado utaenda kotini, utoa hiyo maagizo, uende kotini nyingine mpaka ufike Supreme Court. Kwa hivyo ni vigumu sana kuzuia. So by the time unafika Supreme Court, tutakuwa tumemaliza uchaguzi. Ndio labda, lakini tuseme kwamba si watapata interim orders. Ataenda High Court na apewe, aseme ili haki yangu isikiukwe, niruhusiwe ni vai. Sasa akisha vai, unasema shida iko mahakamani. Iko sheria yetu ni mbaya, manake hata 2013 tuliambiwa namna gani. Katiba ya Kenya kipengele cha 6 inaongea kuhusu maadili na yale mambo ambayo inafaa tuzingatie kama Wakenya. Imekuwaje watu ambaye bado wana kesi kotini wanaruhusiwa kuwa katika uchaguzi? Hiyo sheria lazima tuangazie. Nadhani kipengele 99 na kipengele 6 ya katiba ambazo ukiziangalia vizuri ni kama zinagongana kidogo. Inasema kuwe na ile values. Ukiniona nikiongana, hata tuseme niko na kesi kotini, hata kama sina hatia, kuna nchi zingine kupelekwa kotini enyewe inafanya usiwe katika ballot. Lakini hapa Kenya bado utaenda kotini, utaenda kwa uchaguzi. Lazima tuangazie hii sheria yetu ndio inafanya tuwe na nchi ambayo tunachagua viongozi ambao hawafai wachaguliwe, manake wengine ni wakora, wako na kesi kotini chungu nzima, lakini wananchi wanasema huyo ndiye tunataka. Hapo ndio sasa, hiyo ndio shida. Niruhusu pia ukinijibu pamoja na hilo, wengi wa Kenya katika mitandao ya kijamii wanauliza how do we seal the loopholes? Anasema shida ni sheria. Wewe ni kati ya wale ambao wanaketi katika nyumba ya utunzi wa sheria, mtasaidia kwa namna gani? Unajua, kwanza Liz, IEBC si ya uchaguzi peke yake, ni taasisi ya kulinda demokrasia. Ukweli? Na wasipopewa nafasi yao, of course hawawezi. Na sisi tu wanasiasa pia ndio tuna na Wakenya wengine. Na nakubaliana na mwenzangu ya kwa kwanza Wakenya wao ndio wenye kuchagua. Sisi ndio wao ndio wenye kutuchagua. Lakini wao wanataka yule anayepiga makelele zaidi na madrama. In short, tupe mwizi wetu kama ilivyo kwa Biblia. Huyo ndio bingwa, na yeye ndio atachaguliwa. Lakini leo mimi nataka kuchallenge wa Kenya. Waseme huyo tunamchagua amepitisha bill ngapi? Amepitisha motion ngapi? Ni kitu gani amebadilisha in parliament ya kuwa sisi tutakuwa na sifa nayo? Lakini wao wanataka yule bingwa, yule ataweza tu kupigana pale na aseme nini, ndio huyo atasema huyo atamchagua. Na waonea kusema kweli, wanaangalia Wakenya, nauliza Wakenya kweli
ni kitu gani nyinyi mnataka? Baada mmemchagua huyo mtu na mnamjua vile yuko, lakini sasa kesho mnatarajia abadilishe nchi, ataweza kweli? Ikiwa yeye tuseme umezoea ya kuchinjwa, ya kunyonga, ya kuchinja, utaweza? Kwa hivyo hii kusema kweli nasikitisha tu sana kwa kwa mambo kama hiyo. Lakini vile unauliza kuwa hizo loopholes ni mpaka sisi wa Kenya tukubali. Kila mahali ukiingia kwa basi, ukiingia wapi, baada ya uchaguzi tu wa Kenya wameanza siasa. Baada ya uchaguzi, yani mwezi wa pili wa Kenya already wameshaanza siasa tena. Na unakuta hata watu wenyewe hawana nafasi ya kuweza kufanya kazi. Lakini nyinyi kwa nini msiweke watu kuuliza ni kitu gani, miaka mingapi? Lakini nyinyi yote inakuwa na rais. Inaanza na sisi, sio rais. Mbona msianze kuangalia wale wabunge? Mnaangalia mpaka kuweza kusema na museme hatumchagui huyu mtu tena kwa sababu hajafanya ABC. Lakini huyo mtu atarudi tena. Niruhusu niulize pia hili. Kuna wengi wa Wakenya ukiangalia hapa. Kuna huyu anasema, Liz, in Kenya politics, we lack trust deficit in every aspect of leadership. David Kisoi kutoka kule Sondu anasema shida yetu kuu, hata ABC ikijitayarisha kwa namna gani, ni kutoaminiana. Ni kitu ambacho hata wakijitayarisha miaka 3, wacha mwaka mmoja ambao tuko nao, kitu ambacho pia kimetufanya tukakuwa na uchaguzi ama chaguzi ambazo extremely expensive. Ni kwa kuwa lazima tukuwe na hizo features zote za kusaidia uchaguzi, which is good kukuwa na credible election. However, trust ni kitu ambacho hakipo. Tutafanya namna gani? Nadhani hiyo ni kweli. Uchaguzi wetu umekuwa ule wa bei ya juu kwa sababu hakuna ile kuaminiana. Kila mtu anachunguza mwenzake ni kama na nia ya wizi wa kura. Kwa hivyo ni vigumu sana, lakini pia bado narudia yale mambo niliyasema hapo mbeleni. Katiba ya Kenya kipengele cha 6, uongozi na uadilifu, inasema ya kwamba yani kususpect wewe ni kiongozi ambaye hana nidhamu is enough for you not to vie for leadership. Yes. Lakini ukienda article 99 ili wewe uwe kama mgombea kiti cha ubunge, chenye kinaweza kuzuia ni labda ufungwe jela zaidi ya miaka 6 ama uwe na kesi ambaye umemaliza appeal zote. Hiyo tu. Hata ABC itakuwa na shida. Manake hiyo kipengele ambayo ABC natumia haiko superior kushinda ile katiba kuu. Nilikuwa nasema ya kwamba kipengele 99 inasema ya kwamba uwezi zuiwa kuwa mgombea kiti chochote isipokuwa kama labda umefungwa jela zaidi ya miezi 6 ama isemekana ya kwamba umejaribu njia zote za appeal na ukafika mwisho. Kando na hayo hakuna kitu na kuzuia kuwa mgombea kiti. Bali katika mataifa yaliyoendelea, hata ukitajwa kwa ufisadi, kwa makosa ya jinai, hautagombea. Na hayo ndio azimio ambayo tulikuwa nao kama Wakenya wakati ambapo tulileta mambo ya uongozi na uadilifu. Article 6, leadership and integrity. Yes. Sasa hayo ni kama hayana maana. Yanatumika tu kuangazia wale viongozi ama wale viongozi ambao wamepewa nyadhifa yote kwa serikali, tuseme kama civil servants. Hao ndio unaweza tajia hiyo kipengele cha sheria. Lakini wanasiasa wakuchaguliwa, utasema haya yote, usema haya huyu amekosa nidhamu, labda alikuwa na haya matamshi na ni mtu wetu, lakini atakuelekeza kwa kipengele 99. Why is it 15 years down the line, 15 ama 16, tuanzia katiba ya mwaka 2010 hatujawahi yafikia hili? Na je, kipengele hiki kinastahili kuondolewa ama kukuwa implemented? Si hata kuondolewa, chenye inafaa bunge lifanye ni yale walifanya kuhusiana na uchaguzi. Kitambo ukiwa ulikuwa na kesi kuhusiana na mambo ya uchaguzi, ungeenda kotini hata miaka 5 mpaka uchaguzi mwingine ifike. Sheria ilibadilishwa,
kesi zote za uchaguzi lazima zimalizike baada ya miezi 6. Mbona tusiwe na sheria ambayo inasema wale watu ambao wana kesi ambayo inahusiana na mambo ya ufisadi, mambo kama haya ambayo inakiuka kipengele cha 6, na hata kesi zote ambazo inaweza zuia mtu kusimama miezi 3, kesi zao zisikizwe na ziamuliwe baada ya miezi kadhaa, ndio tuweze kuproceed. So kama tunakwenda kuchagua mtu, ndio mtu asiwe anaelekea uchaguzi na ana kesi kadhaa amebeba mgongoni. Wakenya wapo tayari kwa masuala kama hayo, Seneta Hamida? Ukiangalia Wakenya wapo tayari, na pia bunge lipo tayari kusaidia taifa hili katika mambo kama haya. Ndio Liz, na nasema kuwa kwa haya mambo tuseme inapaswa kuwa tuseme nguzo za Kenya ziweze kupewa kama vile mwenzangu anasema kipaumbele, kwa sababu hii uchumi, elimu, afya bora na kila kina demokrasia haiwezi kudumu bila uongozi bora na taasisi zenye uadilifu. Lakini kama tuseme mambo hii ya kuweka hii kwa framework umezungumzia, yani iwe sawa, ni kuwa uongozini unaozingatia katiba. Lazima tuzingatie katiba. Viongozi lazima tuheshimu katiba ili tuweze kunini. Lakini na pia kama sisi tuseme kwa hii komiti ya legal JLAC, inafaa pia na wao pia wapewe nafasi yao ya kuweza kuweka pia vipengele sawa na kutengeza hizo acts na regulations. Ni kipi ambacho kinawazuia? Manake nyinyi ndio watunga sheria. No, lakini hata ukishatunga sheria unajua inapita kwa komiti, inapita seneti, na seneti lazima wapitishe, na kila mtu wana na maoni tofauti, na pia siasa zinaingia. Yes, lakini lazima hapa tuwe na integrity before leadership. Mtu anayegombea tuseme kwa nafasi hii ya uongozi awe anakadiria ye mwenyewe kuwa vigezo vya uadilifu. Kwa hivyo sisi it starts with us. Are we ready? Are we ready? Yes, ikiwa Wakenya wao wenyewe watajiamini na waseme sasa tuache mambo yote na kila kitu tunaweza kujaribu. Lakini nimekuambia tena, Wakenya huwa wananishangaza ni nini wanataka. Shikilia hapo nikwambie Wakenya chenye pia wanashangaa. Sio hiyo. Wewe wacha bwana, wacha, sio hiyo. Sikuwa nataka hiyo. Kuna kitu natafuta nikwambie pia Wakenya wana shida gani. We Pato, wapi hii sauti? Ndio hii. Karibu nishtuke hapa sawa. Ndio hii. Wakenya wanataka nini? When Vision 2030 was developed, it was developed before the new constitution. The new constitution provides us with a better and clearer framework on how to think long term. And therefore, it is important that we engage in this exercise in the context of a new constitution. A new constitution that does not request us to consult the people. No, it is mandatory. Do we really need to change the constitution? Hajasema tubadilishe sheria. Ni mchakato ambao unaendelea, by the way, X. Ndio maana nimewauliza kabla nimalize. Nadhani si kubadilisha sheria, manake sheria ambayo tunayo. Which is that constitution yenye haina public participation? No, na nikimnukuu vizuri vile rais anasema ni kwamba katiba ya sasa inahakikisha ya kwamba kama serikali hakuna mambo yote unaweza fanya bila public participation. According to you, amenukuliwa vibaya. Yes, amenukuliwa vibaya. It's clear. Huu mjadala ninajua nitauendeleza. Do we really need any change? Si kutokana na hilo pekee in this constitution as it is. Nadhani katiba tunayo ni mzuri. Mimi siwezi sema tubadilishe katiba pase, lakini kuna ile implementation, alafu kuna zile sheria tunaweza pitisha ya kukaza sehemu fulani za sheria, sio kungoa. Seneta Hamida, kwa kauli ya mwisho, tunahitaji mabadiliko yoyote? Manake najua kuna mjadala mkubwa unaendelea na BBI ambayo wanahofia
tutaelekea hapo kabla ya uchaguzi? Nitasema kweli rais ile alikuwa anajaribu kusema kwa ni lengo si kuwa tuseme hata na katiba mpya, lakini lengo ni kuwa na Kenya yenye uongozi uadilifu, na mambo kila kitu yani yawe sawa. Na kusema kweli ni kuwa kuna vitu vingi huwa zinashikilia serikali kuwa kubadilisha vitu. Kwa hivyo hiyo public participation saa zingine kusema kweli huwa na shida kidogo. Ukiguza hapa umeguza wa Kenya. Asanteni sana FCP Omolo, najua nimekutoa upande huu wa pili, lakini umepata hata nafasi kuzungumza nami. Asante sana Seneta Hamida, na nyinyi wote ambao mmechangia siku hii ya leo. Tunawaenzi, tunawapenda. Usiku mwema, see you some other time. Lakini kikao cha hoja na hapa ndani ya Radio 47, manake hapa ndipo